ya sasa ACT Wazalendo haimo kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kuhusu kipi kitakuwa ni hatima ya serikali ya umoja wa kitaifa, mtaingia au muingii? Na nimesema kwamba kipaumbele cha ACT Wazalendo sio kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Imeelezwa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa haikuwa kichaka cha kwamba mtaiba kura alafu mwizi anaingia madarakani anamwalika aloshindwa ili tuje tugawane vyeo na kisha baada ya hapo tuunde serikali kabla ya mchakato mpya wa wizi mwingine. Ikumbuke kwamba kabla ya serikali ya umoja wa kitaifa kuna damu ambazo zilimwagika, kuna wahanga ambao waliuawa, na ilikuwa ni jitihada za kutafuta suluhisho la mzunguko wa mauaji na machafuko katika chaguzi za Zanzibar kila baada ya miaka 5. Serikali ya umoja wa kitaifa kilikuwa ni chombo cha kuwaleta Wazanzibari pamoja ili kutatua changamoto zao za ndani na kuongoza nchi yao katika namna ambayo itawaleta pamoja Wazanzibari. Kwa hiyo nimesema jaribio hilo kwenye chaguzi hizi zilizopita limeshindwa, na kwa sasa kipaumbele cha ACT Wazalendo ni kuona namna gani malengo hayo yatakuwepo badala ya swala la kuingia au kutoingia. Yani hatuwezi kujadili kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa bila kujadili kwamba misingi yenyewe ya serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwepo. Kwanza, serikali ya umoja wa kitaifa ili iwe halali lazima itokane na uchaguzi halali. Lazima muwe na uchaguzi ambao ndio uliamua nani ndio rais na nani alipata kura zinazomtosha kuwa ni sehemu ya serikali ya Zanzibar. Ikiwa tatizo hilo lipo, hilo ndio linalopaswa kushughulikiwa kwanza. Na msimamo wetu ni kwamba lazima tushughulike na hilo kwanza kabla ya kujadili swala la kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Mjadala wa CCM ni kuhoji kwamba tunaingia hatuingii. Huo sio mjadala wetu. Tatizo lililopo, ACT Wazalendo tumekataa kuingia kwenye huo mjadala. Tunataka tushughulike na malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa. Ikiwa malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa hayawezi kufikiwa kwa mtindo huu ambao unakwenda sasa, hakuna haja. Serikali ya umoja wa kitaifa haikuja kwa lengo la kupoka mamlaka ya wananchi kwenye kuamua nani awe kiongozi wa Zanzibar na baada ya hapo hatima ya kuongoza nchi yao. Kwa hiyo kwenye jambo hili iko wazi, na kamati kuu ina timu maalum ambayo imetaka ishughulikie jambo hili with the focus ya kwamba kinachopaswa kujadiliwa sio swala la kuingia au kutoingia, ni swala la kipi ndio msingi wa kuwepo kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Na kama uchaguzi uliopita na mwenendo wa mambo unaakisi uwepo wa hiyo serikali ya umoja wa kitaifa, kwamba wananchi ndio wanaoiweka hiyo serikali. Serikali ya umoja wa kitaifa haikuwa mambo ya kwamba ukiiba basi usimnyime na mwenzio. Ilikuwa ni swala la kwamba kuwepo na uchaguzi huru, Wazanzibari wachague kiongozi wao na yule wa pili asiondoke moja kwa moja na apewe nafasi ya kushiriki kuunda serikali na sio vinginevyo. Kwa hiyo kamati kuu inasema kwa uwazi kabisa kwamba haiko tayari kujadili swala la kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Badala yake inataka kujadiliwa misingi ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa, ambao moja ni kuhakikisha kwamba wananchi ndio wanaoiweka madarakani hiyo serikali ya umoja wa kitaifa na sio vinginevyo. Kwa hiyo hatima ya serikali ya umoja wa kitaifa ipo mikononi mwa wananchi wa Zanzibar. Swala la pili ni swala ambalo pia nadhani linashabihiana na swala la Dan, kwamba kesi ya viti maalum kuna wabunge watu wanahoji kwamba wabunge wampatikanaje na kwamba imekuwaje wabunge wengine wamekwenda. Na sasa mnapofungua kesi, je, maana yake huo uchaguzi ni halali? Na kwa hiyo ndio maana mnadai hizo haki? Na nadhani swala hili nitalijibu kwa kuzingatia kile ambacho tumekieleza kwenye tamko hili. Moja, tumesema wazi kwamba uchaguzi huu sio halali, ni uchaguzi ambao umepoteza haki, na kwamba panapaswa kufanyika uchaguzi mwingine ili kufanya uchaguzi huu uwe halali, au mpate uchaguzi ambao ni halali na ambao ule utaweza kuleta viongozi halali katika nchi yetu.
Swali ni kwamba je, sasa mbona wawakilishi wamekwenda? Mbona hoja yetu ni kwamba moja, tumepeleka kesi mahakamani na tumeirejea sana kesi ya viti maalum kama ni kesi ambayo inahoji credibility ya swala hili. Na unaposhiriki kwenye uchaguzi, wewe ndio ambaye unaweza kuset standard ya makosa yaliyotokea. Leo tunataka kurejista mahakamani. Nyie mnafahamu na nimeeleza hili mara nyingi pia kwamba mpaka leo kwa mujibu wa sheria, tume ya uchaguzi INEC ilipaswa kuwa imechapisha kwenye gazeti la serikali matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mpaka leo zile siku za kwa mujibu wa sheria zimepita. Hakuna official gazeti, hakuna matokeo kwenye gazeti la serikali yanayosema kwamba matokeo ya uchaguzi mkuu ni yapi. Tunakwenda mahakamani ili tuwaambie walete hayo matokeo pale mahakamani kama wanayo. Sisi tunaamini kwamba uchaguzi huu uliharibika kwa kiwango ambacho INEC na ZEC wanahangaika kutafuta matokeo watakayoyapata au namna watakavyoyapika. Na tunaamini kwamba tukifika mahakamani tutaweza kuainisha huo uozo ambao INEC wanakuja nao. Nyote mnajua Ubungo kwenye takwimu za serikali za vitu ambavyo vimeungua, wametaja magari, wametaja vituo vya mafuta, hawajataja vituo vya kupigia kura ambavyo vimechomwa moto na venyewe. Na kwa nini hawajataja? Kwa sababu ukishataja vituo vya kupigia kura vimechomwa moto, unapaswa pia useme hizo kura zilizopigwa pale zilienda wapi. Kwa hiyo uchaguzi huu umeweka kwenye record uharibifu mkubwa wa kiuchaguzi, na kwamba wanaofanya maamuzi, uchaguzi hauleti maamuzi ya nani ni kiongozi. Tunataka kuweka kwenye rekodi mahakamani kwamba matokeo hayakuwepo, badala yake walijipangia tu. Ndio maana nataka tuwahoji kwamba walizingatia kanuni gani kugawanya viti maalum, walete hayo matokeo ya uchaguzi ambayo mpaka sasa hayapo kwenye gazeti la serikali, hayako kokote. Wanadai tu matokeo walionayo ACT sio ya kweli, wao hayo ya kweli hawajayachapisha mpaka leo. Tunataka tuende mahakamani walete hayo matokeo kama wanayo. Sasa swala la wabunge, kwa nini wabunge wamekwenda? Bunge ndio platform ya mapambano iliyopo. Kwenye struggle hii ya kupigania haki, kuna njia mbili tunazoweza kuzichagua. Njia moja ni ya kidemokrasia ambayo inatumia kila platform kujenga kuwa ni platform itakayotumika kupigania haki unayoitaka. Njia nyingine ni njia ya kupeleka jeshi msituni ili kupigania haki yako ile ile. Chama cha siasa kama ACT Wazalendo kinatumia kila platform kuendelea kupigana kuhakikisha kwamba demokrasia katika nchi yetu inarejea kwenye misingi yake. Kwa hiyo tutatumia platform hiyo ya bunge kama platform ya mapambano na kuendelea kupigana ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inatoka hapa ilipo kwenda mbele. Chochote tutakachokifanya leo lazima kitarejea zile structures zilizokuwepo leo. Yaani lazima, hakuna mjadala ambao utabadilisha ambao usihusisha bunge lililopo, whether ni halali au sio halali. Na wabunge watajadili hayo masuala bungeni. Kwa hiyo hiyo ni platform ya mapambano ambayo hatuwezi kumuondoa yeyote. Mfumo wa mapambano ambao ACT tuliuchukua ni wa kutorudi nyuma. Badala yake ni kutumia kila platform iliyopo kama ni platform itakayotumika kwa ajili ya kupigania haki na demokrasia ya kweli ya nchi yetu. Na kwa hiyo wale ambao wamekwenda bungeni wataitumia platform hiyo kuendelea kupigania haki na demokrasia na kueleza kwa uwazi kwamba uchaguzi huu haukuwa halali, constitutional order kwenye nchi imekufa. Leo tunao ushahidi wa namna gani hata kamati za bunge zinavyotengenezwa kwa maelekezo ya vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu tunajua kile kinachofanyika kwenye kamati za bunge. Vinginevyo wangefanya wao wenyewe na tungeendelea kudanganywa kwamba ni bunge ndio linaloamua na kuona namna gani ya kwenda mbele. Nawashukuru sana. Asante, tunawashukuru. Kuna swali mwisho? Mimi nataka sogea karibu. Naitwa Raidhani. Mikono kwa kusogea. Mimi kama mwenyekiti natamani kwenye hili jambo la serikali ya umoja wa kitaifa. Jina? Raidhani. Karibu. Kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Mpaka sasa hivi mimi kwangu naweza nikaita ni kama kuna umizi kwa chama kwenda strike moja kwa moja. Je, mnajua mko kwenye mazingira gani
kwa namna mazingira yalivyokuwa nayo. Sasa ni nini, kitu gani kinaweka ugumu hii kusema moja kwa moja kwamba sisi hatutakuwa sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, ama tutakuwa kwenye serikali ya umoja wa kitaifa baada ya majadiliano yanayoendelea? Kwa sababu ameweka wazi, ametuambia kama mpaka hivi sasa msema kuna kamati na nini na nini. Tunajua huko nyuma kulikuwa na majadiliano yafanya kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba, na kuna wakati mlitishia kutaka kuondoka kabla ya uchaguzi mkuu, lakini mkaendelea mpaka uchaguzi umefika. Sasa hapa katikati mmetuambia baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba, sasa hivi wakati serikali mpya imeundwa, mmeanza tena mazungumzo na CCM na serikali ambayo yanafanya sasa mwanze kuwa mseme kutoingia ama kuingia, yaani mnashindwa kuingia kwa sababu ya hiyo kamati mmeiunda, na mazungumzo mmeyafanya, ama mambo yanabaki vile vile. Yaani kwa nini mnashindwa kwenda straight moja kwa moja? Kwa sababu msema kamati kuu ama sio za ile ACT kuingia ama kutoingia, bado watu inawaacha daima hawaelewi. Ni kama kuna kitu mnategea hivi, mnashindwa kwa wazi. Kwa nini tunakuwa na kikumizi kusema moja kwa moja kwamba hatutokuwa sehemu ya serikali hii, kwa sababu kama ilivyofanya CUF kipindi kile wakati wa Shein pia awamu ya pili hawakuingia kabisa, hawakuwa sehemu ya serikali. Yaani kwa nini mnashindwa kuwa wazi moja kwa moja, badala yake mnaendelea kutuacha mdomo wazi? Nafikiri unanielewa. Naam, kama wao mwenyewe. Karibu mwenyekiti. Ndio nayo sasa ni kwamba hatumo kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, na ni kwa sababu sisi hatukupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, sababu tuletewa barua kwa mujibu wa katiba, ndani ya siku 7 mnaletewa barua, na mkishaletewa barua mnapaswa kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, na sisi tuliletewa na tukapeleka, tukawaeleza kwamba hatuoni uchaguzi ambao unaamua nani ndio rais na nani sasa anatakiwa makamu wa kwanza wa rais. Kwanza ni muhimu sana kujua kwamba status ya sasa ACT Wazalendo haimo kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Swala la pili ni kwamba okay, sasa mbona msemi mtaingia hamtoingia? Mimi nadhani tumesema kwamba sisi ACT Wazalendo kipaumbele chetu ni kurejesha haki ya Wazanzibari kuamua serikali yao, na kwamba tunayo kamati iliyopata ridhaa na kamati kuu ili ipiganie kurejeshwa kwa haki ya Wazanzibari kuamua serikali yao. Haya ndio majibu yetu kwenye jambo hili. Kwa hiyo status ya sasa hatumo kwenye serikali, na serikali ya umoja wa kitaifa ni kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar inamwelekeza rais apeleke jina kwa chama kinachostahili kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, aombe jina. Asipoletewa hatoweza kufanya chochote, na anatakiwa ateue mawaziri. Asipoteua kwa mujibu wa katiba hawezi kuteua. Ile swala la kutoteua sio wish ya rais, ndio katiba haimpi mwanya wa kufanya chochote. Kwa hiyo kwanza, maana yake kuna changamoto ambayo itatokea kadiri ambavyo tunakwenda, lakini ruti ya sasa ya ACT Wazalendo ni moja, kuhakikisha kwamba haki hiyo inapiganiwa, na pale itakaposhindikana kamati kuu itakuja na kusema nini kinachoendelea. Hatuwezi kuja kusema sasa kwamba bwana sasa itakavyokuwa itakuwa 1 2 3. Na wote mnafahamu kwenye haya masuala yanapogusa interest muhimu kama hizi, kuna stages ambazo mnashughulikia mambo haya, na kisha lazima muinvolve umma kwamba tupo kwenye stage gani. Stage ya sasa kamati kuu imetoa wajibu kwa kamati maalum kuhakikisha kwamba haki hii inapiganiwa. Itakapopatikana platform rasmi ya kushughulika na jambo hilo, umma utataarifiwa.